عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على هذا النبي الممجد وعلى آله الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما أولا أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته في الله. أيها الإخوة الكريم، أولا kwanza nitangulie kuhusia nafsi yangu sambamba na kuzihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani huu wasia
Kitu gani sisi tumepambania katika kuisogeza hata dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili kesho tukajifahari ya kwamba na sisi kuwa ni miongoni mwa wale ambao walipigia au waliisogeza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuenea au kuendelea kuenea na kuwafikia wengine, ili waweze kusalimika na kuweza kupata salama na amani mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika haya mafungu 10 au haya masiku 10 ambayo tuko nayo leo, tutaweza kudadavua kwa uchache au kwa mfupi. Allah subhanahu wa ta'ala ameleta kila kitu kwa utaratibu, na ameleta kila kitu kuwa ni saada, na ameleta kila saada ina manufaa yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipotangaza katika zile ofa mbalimbali zilizoko kwenye Qur'ani, ni ili wewe na mimi tuweze kuzikimbilia zile ofa. Anapoleta zile ofa na anatutaka sisi tukimbilie kuzichukua zile ofa, ndugu zangu, kwani katika zile ofa kunako faida nyingi, kunako faida maradufu zinazopatikana katika ofa hizo. Ndani yake kunakuwa na ofa. Hakuna ofa ambazo zinazopatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani zikapatikana miezi mingine. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kunako qiyamul layl ambacho malipo yake ni makubwa, kunako kisimamo cha tarawih ambacho malipo yake ni makubwa, kunako ndani yake Lailatul Qadr ambapo utakapopata kubarikiwa au kuruzikiwa kuiona Lailatul Qadr ambayo ni bora kuliko miaka 1000. Sasa nikuonesha ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anapoleta ofa, ni mimi na wewe tunakumbushwa kuzikimbilia. Ama katika mwezi wa mfungo 3 kwamba ameleta katika masiku 10 kutuhusisha mimi na wewe kuwa ni miongoni mwa wale ambao wanaotakikana kufanya mema, kutenda mema katika masiku haya 10, kwamba katika haya masiku tuliokuwa nayo tunatakiwa sisi tufanye mema. Ni kama ilivyo sisi kwenye biashara zetu tunavyofanya, kwamba tunahesabu katika siku hizi, katika mwezi mzima nimefanya nini kwenye biashara yangu na nimepata faida kiasi gani, ili niweze kuwalipa wafanyakazi wangu, ili na mimi niangalie ndani ya mwezi mzima nimeingiza kiasi gani kwenye biashara yangu ambayo kuwa kwangu ni faida. Ndani ya mwaka mzima mimi nimefanya biashara, lakini biashara niliyoifanya ndani ya mwaka mzima faida yake basi niweze kuiona. Ni maana akipokale mtu anapokaa na kuangalia biashara yake ndani ya mzunguko wa mwaka mzima ameingiza faida kiasi gani, na kama faida ni ndogo, basi atataka na yeye kuagizia mzigo sehemu ambapo panauzwa mzigo bei rahisi, ili na yeye aje aongezee kwenye biashara yake aweze kupata faida maradufu. Ili aweze kupata faida maradufu, ima ataongeza kichwa aweze kusafiri kwenda China akaagize na yeye mzigo kwa bei rahisi, ili atakapoleta Tanzania aweze kuuza na kupata faida iliyokuwa nzuri. Aidha al-ikhwa karimu, mfano huu nimeutoa sambamba kuonyesha ya kwamba ibada tunazofanya sisi katika misikiti yetu kwamba ni ibada ambazo daraja
ni chache. Lakini ibada zinazofanyika hapa ni kuonesha ibada zake malipo yake ni makubwa. Ikiwa kama ibada utakayofanya hapa kwamba kuonesha malipo yake ni makubwa, huwezi kufananisha na misikiti ya huko kwetu. Vipi mimi na wewe hatuoni kwa haja ya kwenda kupata kikubwa zaidi? Kwamba kama sisi tuko tayari kuzipambania nafsi zetu kama tunapopambania biashara zetu, ni lazima na sisi tujiwekee mfumo wa kuzipambania nafsi zetu katika kutaka kikubwa, katika kutaka malipo yanayokuwa makubwa kwa ajili ya kuziokoa nafsi zetu. Kwani hata siku ya Kiyama kwamba patakuwa ni siku nzito sana, ni siku ambayo inatakikana maandalizi kwa kila mwanadamu, ni siku ambayo kila mmoja anatakikana kupambania kutoka hivi sasa kuyafanyia mazuri nafsi yake, kwani siku ya Kiyama ni siku ambayo ni nzito sana, siku ambayo kila mwenye mimba atajifungua mimba yake kwa ujauzito aliyobeba. Mama atamkimbia mwanaye, lakini si hivyo tu, kila mmoja atashughulika na mzigo wake. Hakutakuwa na rafiki siku hiyo, hakuna mtu atakayeshughulika na mwenzie, hakuna mtu atakayeshughulika na mzigo mwingine, isipokuwa kila mmoja atakuwa ni mwenye kupambania nafsi yangu. Kila mmoja atakuwa ni mwenye kupambania nafsi yake. Lakini siku hii itakuwa ni siku nzito sana. Hii siku hii itakuwa ni siku nzito, lakini walilmuminina ghairu yasir. Kwa waumini siku hii itakuwa ni siku nyepesi sana, lakini kazi itakuwa walilkafirina ghairu yasir. Kwa waumini itakuwa ni yaumun asir, kwamba ni siku nyepesi kabisa, ni siku nyepesi kabisa, lakini walilkafirina ghairu yasir. Kwa makafiri itakuwa ni siku nzito sana, ndugu zangu, ni siku ambayo ni nzito mno. Kama ikiwa kila mmoja anataka ziada, basi katika masiku haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyatangaza masiku haya katika Qur'an, katika sura al-Fajr, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal fajr wa layalin 'ashr. Allah amewekea maneno masiku haya, ni masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kuwaona waja wake wakiwa wanafanya mazuri katika siku hizi 10. Kwamba mazuri wanayofanya ndani ya siku 10 hizi ambazo ni ndani ya mfungo tatu, ni kuonesha kwamba malipo yake ni makubwa, kwamba siku hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya anapenda kuwaona waja wake wakiwa ni wenye kutenda mema, wakiwa ni wenye kufanya mazuri, lakini pia anapenda kuwaona wakiwa wameachana na yale maasi ya kumudhi Allah tabaraka wa taala, kwamba wanakimbilia kufanya khairati mbalimbali katika masiku haya 10. Lakini katika haya masiku inatakikana tutendeane wema, tufanyiane wema, tusameheane, kwamba ikiwa kama Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kutangaza katika masiku haya, Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe anatangaza, hal adullukum ala tijaratikum
masiku haya makumi ni makubwa malipo yake kuliko siku zingine. Ibada utakazozifanya katika masiku haya makumi, malipo yake ni makubwa. Na ndio maana akaeleza kwamba ikiwa kama mtu ni maskini, lakini namna alivyoiweka ukarimu wake na ibada, Allah subhanahu wa ta'ala anamwandikia zawadi ya hija na umra, kwamba malipo haya, ikiwa wewe kweli umeshikamana na ibada, kwamba kila inapoadhiniwa adhana kabla ya kutakbiri imam, kwamba uko nyuma ya imam, na kila kipindi ya uongozi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia zawadi, kwamba ya kama mfano wa watu ambao wanakwenda hija na umra. Ikiwa wewe hauna kile ambacho kinachokufanya wewe upande ndege, kwamba kile kiwezeshaji, hauna ile pesa inayokiingiana na safari, lakini wanao muhimu kwamba unapoadhiniwa adhana na uko tayari kuacha kazi zako na kusogea kwa lengo la kwenda kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, pale imamu anapotakabiri takbiratul ihrami na wewe uko nyuma, kwamba zawadi anayopata mja huyo ni zawadi ambayo anaandikiwa malipo kana kwamba na yeye ameshiriki kwenye ibada ya hija na umra. Ayuha ikhwa karimu, katika masiku haya ndiyo inatakikana tukisirishe sana ibada na tujitenge na maasi, kwamba endapo huenda Allah subhanahu wa ta'ala akaturuzuku thibati ya kudhibiti kuendelea kudumu kwenye ibada, na Allah subhanahu wa ta'ala akaturuzuku mwisho uliokuwa mzuri. Nani hapendi kupata mwisho uliokuwa mzuri? Kila mmoja anaomba mwisho uliokuwa mzuri, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema mwisho uliokuwa mzuri ni kuonesha ni mtu ambaye aliyefaulu, kwamba mja ambaye amefaulu huyo anapata mwisho uliokuwa mzuri. Na haya ni kuthibitisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotueleza, kwamba ametueleza mankala akhiru kalamihi la ilaha illa Allah faqad udkhila aljanna, na hawezi ukatamka shahada isipokuwa mpaka iwe wewe hii shahada ni mwenye mazoezi nayo, ni mwenye kuitamka kila mara. Huwezi ukaitamka haraka haraka ikiwa kama wewe si mtamkaji wa shahada kila mara kwa mara, kwani hata mtu linapomkumba jambo la ghafla, kinachotokea kwenye mdomo wake ni kila kitu ambacho au ni kile kitu ambacho amekizoea kukitamka kwenye ulimi wake mara kwa mara. Ikiwa wewe kwenye ulimi wako ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na ikawa mwisho kuondoka katika maisha yako ya kidunia ni maneno matukufu uliyosema ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuthibitishia ya kwamba faqad udkhila aljanna, hakika mtu huyo ameingia peponi. Lakini si hivyo tu, katika haya masiku 9 au 10, kwamba kunayo siku ambayo ni ya 9 ambayo ni yaumul Arafa, kwamba ni siku ya Arafa au kisimamo cha watu ambao wako Arafa au wako kwenye jabali la Arafa. Hii ni siku ambayo mahujaji wanakuwa wamepanda pale wakiwa wana maneno yao, wanasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ikiwa kama waja hawa wamesimama kwenye kisimamo cha Arafa na wanatamka na wanamkabiri subhanahu wa ta'ala katika siku ya 9, na wao wameashiriwa kwamba siku ile kwao hawaruhusiki kufunga, kwamba sasa mimi na wewe sasa inatujia huku. Ikiwa sasa wao wamefunga, wao hawafungi, wako kwenye kisimamo cha kutakabari kwa Allah subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa kama hawa waja wao kwamba inapofika mwezi 9 kwamba wakiwa kwenye kisimamo wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awasamehe madhambi yao na wanamtakasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimi na wewe basi, ili tuweze kuendana na sambamba nao, kwamba sisi ambao hatukubarikiwa au hatukubahatika kuwa na nauli au na vitu ambavyo vingetuwezesha na sisi tukashiriki ibada ya haji na umra, basi natakikana na sisi tufunge ili tuweze kumtakasa Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutusamehe madhambi yetu katika tarehe 9 ya mfungo 3 ambapo ni kisimamo cha Arafa. Ikiwa sisi kweli tutakuwa tunazitafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na katika siku hii kwamba kunako maghfira, ni mimi na wewe kumlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala akusamehe madhambi, kwamba na Allah Subhanahu wa Ta'ala anapenda kuona mja wake amefunga kwa ajili ya kuitakasa nafsi yake, kwa ajili ya kuonesha ameachana na maasi mbalimbali, kwa ajili ya kuitakasa nafsi yake na kuirejesha kwake yeye, kwamba amepata toa ya kutii ile ibada na ameitakasa na anampata maghfira Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba anampata Allah Subhanahu wa Ta'ala amsamehe madhambi yake. Na katika dua ambazo ndugu zanguni tunapaswa kuzisema na kuziomba wakati tukiwa tumefunga, na ili kuendana na ulimwengu tuliokuwa nao, ni ile dua Allahumma amir rawatina wastur rawatina, kwamba ya Allah tustiri aibu zetu ya Rabbi, kwamba katika ulimwengu tuliokuwa nao ni ulimwengu ambao kila linaloonekana ni aibu, hili ndilo ambalo linalotapakaa katika ulimwengu, kwamba watu wako tayari hivi sasa kutokana na teknolojia ambazo tunazitumia, kwamba ile aibu ya mtu ndiyo inayochukulika na kusambazwa katika mitandao ya kijamii. Kila kinachoonekana kibaya kwa mtu, hiki ndicho ambacho kinachosambazwa katika teknolojia, kwamba watu wako tayari kuchukua kibaya na kukisambaza, kwamba watu wako kwenye sehemu mbalimbali katika maasi mbalimbali wako tayari kuchukuana na kusambazana. Na ndiyo maana tunatakiwa tuombe Allahumma astur rawatina wa amir rawatina, Allah Subhanahu wa Ta'ala akusitiri pia na hizi ni aibu, ni aibu ambazo limekumbwa na teknolojia. Waislamu wamekumbwa na teknolojia, wako tayari kusambaza machafu ya aina mbalimbali, wako tayari na si kukemea, wako tayari mtu kuona mtu amekufa na kumpiga picha na kumrusha katika mitandao ya kijamii, ila hali tunaambiwa maiti anatakikana asitiriwe, ila hali tunaambiwa tusitiriane aibu zetu. Kwa hiyo haya yamekuwa ni katika ulimwengu tuliokuwa nao, na teknolojia inapotupeleka basi natupeleke katika sehemu za kuzitangaza aibu za watu na kuzifichua aibu za watu na kuzieneza ili kuwachafua watu au kuwadhalilisha watu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa huwal barrul karim. Qul Allahu wa antum muqinuna bil hijaba. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أولا أوصي وأوصيكم بنفسي بتقوى الله مرة ثانية في خطبة الثانية. Awali ya kwanza nichukue fursa hii kwa mara nyingine kuwahusia katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sambamba na kuhusia nafsi yangu katika kupondokea kwenye ibada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani tukimcha Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa ni miongoni mwa wale ambao wamefaulu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارحم خليفة نبيك على شقيق سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن صحابه كلهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا ميسر كل شيء عليك يسير حاجتنا إليك كثير. اللهم يا ميسر كل شيء عليك يسير حاجتنا إليك كثير. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.